Mastori ya jioni ndani ya Angaza Stori na Fidia Tinga, mwana wa Tinga. Asante sana wewe ambao unasikiliza popote pale ulipo. Karibu sana. Leo ni mwendelezo sehemu ya 3. Simulizi inaitwa Zawadi ya Ajabu, maisha ya Danieli pamoja na Asha, ambao siku ya ndoa yao mambo yaliharibika, hali ikawa ni mbaya, na mwisho wa siku wakaanza kupitia changamoto. Biharusi siku akiwa amelivaa shela bado hajalitoa, wakiwa honeymoon hotelini, anapata upofu. Sehemu ya 2 tuliishia pale ambapo Danieli aliendelea kupambania mkewe Asha kuweza kurejesha uwezo wa kuona, licha ya kwamba madaktari mwanzoni walisema hakuna uwezekano wa kuona tena, lakini mwanaume huyo aliendelea kupambana na kumpenda mke wake. Mwisho wa siku madaktari waliwapa neno la tumaini ya kwamba kuna upasuaji maalum na ni gharama kubwa, inawezekana. Danieli alipambana, alifanya kazi usiku na mchana, akapata pesa ambayo itakidhi gharama ambazo zinatakiwa, gharama kubwa sana za kufanya upasuaji huo maalum. Walienda hospitali, akaingizwa katika chumba cha upasuaji bibie Asha. Danieli akawa ameketi nje anasubiri, amekaa akiwa hajui je, mkewe atarudi akiwa na hali ya kuona tena ama ndio basi tena na haiwezekani kuona tena. Basi tunaendelea. Hapo walikaa kwenye chumba cha upasuaji, madaktari wakiendelea kupambana, lakini Danieli yeye akiwa amekaa pale kwenye kiti cha kusubiria akisubiri pia, je, daktari atatoka na jibu gani, kwamba upasuaji ule umeleta majibu mazuri, umeleta tumaini. Masaa yalipita. Saa la kwanza, saa la pili, saa la 3. Danieli akiwa amekaa hana tumaini lolote zaidi ya kuwaza tu, huku moyoni akiendelea kuomba Mungu awasaidie madaktari katika hatua ile ya upasuaji ili mke wake aweze kurejesha uwezo wa kuona. Hatimaye akiwa amekaa na mawazo makubwa, mlangoni pale akatokea daktari katika chumba cha upasuaji. Baada ya daktari kufungua mlango na kutokea, Danieli alisimama kwa haraka sana. Unajua vile unakuwa umekaa unasubiri madaktari wakuletee taarifa kuhusu mgonjwa wako, alafu ghafla daktari anatoka akiwa hana tabasamu. Hii ilimletea hofu kidogo Danieli. Danieli akasimama kwa haraka sana, akamuuliza daktari, imekuwaje? Daktari akatabasamu kidogo, akamwambia Danieli, upasuaji umefanikiwa, tumefanya, lakini tutahitaji kusubiri siku chache kujua je, atarejesha uwezo wa kuona tena. Sisi tumemaliza kazi yetu tulioifanya katika upasuaji huo maalum, lakini ili tupate jibu ya kwamba anaona au haoni, sio leo. Tusubiri siku chache tuone kama uwezo wa kuona utarejea. Danieli akahisi macho yake yakijaa machozi ya matumaini. Kauli ile ya daktari ya kwamba tusubiri siku chache tuone kama ataona tena, moyoni mwake alijawa na machozi lakini yenye tumaini. Siku 3 baadaye madaktari walimpangia pia Danieli ampeleke mkewe. Baada ya siku 3 madaktari walimpeleka mkewe, kwa sababu wakati amefanyiwa upasuaji huo katika macho yake kuna bandage ambazo alipigwa. Kwa hiyo hata kama ingekuwa amerejesha uwezo wa kuona, asingeona kwa wakati huo kwa sababu alizibwa macho yake na bandage. Kwa hiyo baada ya siku 3 wakawa wamempeleka tena bibie Asha. Danieli akampeleka mkewe. Baada ya kufika hospitali, madaktari walifanya zoezi la kuondoa bandage machoni. Danieli alisimama karibu na mkewe Asha wakati madaktari wanatoa zile bandage machoni kwake. Moyo wake ulikuwa ukidunda kwa nguvu sana. Madaktari wakatoa zile bandage. Daktari mmoja akamwambia Asha, fungua macho yako pole pole. Asha akafungua macho yake taratibu. Wakati anafungua macho yake, mwanzoni aliona kama ukungu.
Akatazama vizuri kuona anaona, bado akawa haoni, anaona ukungu. Lakini ikawa si giza kama alilokuwa analiona mwanzo, ila mbele anaona ukungu. Mungu si mwanadamu. Yaliyoshindikana kwa wanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Asha ghafla alisikika akitoa sauti akisema, mume wangu Danieli, nakuona, nakuona. Danieli alishindwa kujizuia. Alimrukia mke wake, alimkumbatia kwa furaha kubwa. Akafurahi sana. Hiyo ikawa ni siku ya pili ya kuzaliwa kwa maisha yao. Siku ya kwanza ilikuwa ni siku ya ndoa yao, ambayo ilikuwa ni siku ya furaha, lakini ambayo iliingia dosari baada ya Asha kupofuka wakiwa honeymoon. Na siku ya pili ya furaha na siku ya kuzaliwa kwao ikawa ni siku ambayo Asha alirejesha tena uwezo wa kuona. Na hapo ndipo Asha alisema kwa sauti yenye hisia, akasema, mume wangu, sasa nimeelewa kitu kimoja. Upendo wa kweli hauondoki hata giza linapokuja. Na hakika wewe ni zawadi kwangu. Umekuwa ni zawadi iliyogeuka kuwa maumivu, lakini zawadi ambayo imeibua ushindi na kutambua upendo wa kweli. Mume wangu Danieli, asante kwa upendo wa kweli. Umekuwa na mimi kunivumilia na kuhangaikia kurejesha hali yangu kuona tena, na sasa ninaona tena. Ilikuwa ni furaha kwao, na kwa kuwa zoezi lile la upasuaji lilileta tumaini kwao na Asha alianza kuona tena, maisha yao yalionekana kurudi taratibu kwenye furaha. Danieli hakuchoka kumtazama mke wake. Kila wakikaa alikuwa anamwangalia. Alikuwa anasema na kujisemesha wakati mwingine pia kwa furaha, akisema, namshukuru Mungu kwa kurudishia macho yako mke wangu Asha. Asha naye alikuwa akisikia maneno hayo kutoka kwa mume wake Danieli. Alikuwa akijawa na tabasamu sana. Alikuwa uso wake unajawa na tabasamu sana. Alimshukuru sana mume wake kwa upendo. Lakini ndani ya moyo wake, ndani ya moyo wa Asha, kulikuwa kuna jeraha kubwa sana. Na jeraha hilo lilikuwa bado halijapona kabisa. Unaweza ukajiuliza, jeraha hilo lilikuwa ni jeraha gani? Siku moja usiku, wakiwa wamekaa na mume wake wako sebuleni, kulikuwa na kaukimya kamepita. Asha akaongea kwa sauti ya utulivu, akasema, Danieli mume wangu, kuna kitu kimekuwa kikinifikirisha sana, nafikiria sana. Danieli akashtuka, unafikiria nini tena? Kitu gani hicho mke wangu? Asha akasema polepole na kwa sauti ya upole sana, mume wangu, Victor. Akamtaja yule ex mwanaume ambaye ndio alisababisha yeye apate upofu. Mume wake akamuuliza, Victor amefanyeje tena? Akasema, yule aliyefanya mimi niwe kipofu, aliyesababisha yote haya. Akasema, sasa wewe unawaza kuhusu nini? Akasema, nawaza anaishije sasa. Danieli akashtuka, akavuta pumzi ndefu kidogo, na akatoa jibu, akamwambia, sasa wewe unawaza naishije? Si unajua kwamba huyu alishakamatwa na yuko gerezani anasubiri tu hukumu. Asha akakaa kimya kwa muda. Alafu akasema kitu ambacho kilimshangaza sana Danieli. Akasema, kwa hiyo bado yuko gerezani anasubiri hukumu? Danieli akamwambia, ndiyo, na hilo na wewe mbona unalifahamu? Victor yupo gerezani anasubiri tu hukumu.
Alichokisema Asha kilimfanya Danieli ashtuke sana. Asha akasema, nataka kwenda kumuona Danieli. Nataka kwenda kumuona Victor. Of course, hata wewe ungekuwa ndio Danieli ungeshtuka. Huyu mara aseme inanifikirisha kwamba Victor anaishije huko. Mara tena nataka kwenda kumuona. Nimepambania, amepona. Mimi nimepambania. Yeye anataka kwenda kumuona. Mara anawaza kwamba atakuwa naishije huko gerezani. Mtu ambaye ndo alisababisha yote haya ambayo kwetu yamegeuka mateso. Akamuuliza, we Asha, unasemaje? Akamwambia, nimesema mume wangu nataka kwenda kumuona Victor. Danieli hakuelewa kabisa, na sidhani hata kama ni wewe ungeelewa. Ungekuwa wewe ungeelewa? Adelina, ungekuwa wewe ungeelewa? Mtu aliyepambania amerejesha uwezo wa kuona, anataka kwenda kumuona aliyesababisha upofu wake. Mimi nisingemuelewa, ila ningemuuliza swali, anataka kwenda kumuona kwa lengo gani? Anasema, nawaza anaishije huko aliko. Anaishije au unataka anaishije? Kwa hiyo tuseme huyu ni Sara, ni nani? Asha. Alikuwa bado ana mapenzi na ule Victor. Hatujui. Mpaka uanze kufikiria anaishije, wewe anakuhusu nini? Kwa sababu huyo ambaye unamwaza wewe tayari amekusababishia upofu. Mume wako amehangaika, amekuponya wewe, amepambana kweli. Unamtajia mbele yake, unataka kumuona ili uweje? Anasema nawaza anaishije huko aliko. Hata asijui anataka kumuona, labda anamuonea huruma. Hata wewe msikilizaji, vaa usika wa Danieli. Ungemwambiaje Asha anataka kwenda kumuona aliyemfanyia haya yote? Tuandikie kwenye namba 0744 13 95 43. Tuandikie kwenye namba 0744 13 95 43. Tuandikie ujumbe wako hapo kwenye 0744 13 95 43. Huyu anasema namuomba Mwenyezi Mungu amponye huyo dada Asha, ila mbaya za shetani zishindwe kabisa. Anaitwa Exaveli Nkeka kutokea Yelanyala. Pia anasema mpaka hapo najifunza kuwa na upendo wa kweli, na upendo wa kweli unaanzia moyoni. Danieli awe mfano wetu wa kuigwa, wasikilizaji wenzangu. Yeye anaitwa Jessica kutokea Veta Machinjioni. Huyu anasema kaka, ningekuwa mimi ningempa makofi. Anaitwa Golet kutokea Ileje. Huyu anasema oi, huyo mama apewe maua yake jamani. Au vipi? Maana tunge kosa simulizi kabisa. By Irene kutokea ICS. Anafikia anasema aliyekumbusha tulipoishia. Pia anasema ningemuombea kwa Mungu hilo ni pepo limtoke. Lakini pia huyu anasema Asha anazingua sana. Hajasema ni nani. Huyu pia anasema kaka, huyo mwanamke hafanyi, sio atasema hafai, kaandika hafanyi. Pia anasema mimi nisingemruhusu kabisa, by Dorini. Lakini pia anasema ana lengo gani huyo Asha? Asituzalilishe wanawake wenzake, by Halima Toto la Kisafwa. Pia anasema Mungu amsaidie. Lakini pia anasema inaumiza jamani. Pia huyo anasema huyo mwanamke habebeki, anastahili aendelee na upofu wake tu, by Kinega kutoka Mbalizi. Pia anasema mimi ningemuuliza ana shida gani naye. Anaitwa Kevi Hussein, anatokea Mbeya Igawilo. Huyo Asha anataka nini tena kwa Victor, by Mama Noeli. Lakini pia anasema mimi anasema ninge turuhusu, naitwa Happy, sijui ataandikaje. Side hapa kutokea Chunya. Mimi kama mwanaume ningemruhusu aende afanye atakacho. Huyo anasema ningempa makofi huyo Madam T, ndo kaandika hivyo. Pia anasema kama mimi Danieli ningemtimua
Naitwa Recho Juma kutokea Uyole. Na ndio maana wewe sio Danieli. Wewe ni Recho. Kwanza wanawake ndo tunaongoza kwa rungu. Nitampiga makofi, sisi nitafanya nini? Hapana jamani. Mimi ningempa bonge la kofi, alafu ningemtimua muda huo by Mwakyulu Vunja Bay. Lakini pia nasema huenda kuna kitu cha kujifunza. Hebu tuone Bayatu. Muache aende, si ameamua kwenda. Kasema hivyo, hajasema ni nani. Ningekuwa mimi ningemuumiza, niite Didi, amemaliza hivyo. Huenda alitaka kumuonesha kuwa alichokifanya amefeli mpaka anasema anaitwa Mkapa kutokea Uyole. Kwa mimi ningemuacha aende, nisome kama Kobe. Pia anasema mimi nimejifunza kuwa waaminifu katika ndoa. Rosta kutokea Songwe Viwandani. Jamani inauma, kaandika tu hivyo. Ningekuwa Danieli ningemruhusu aende kwa sababu sijui anaenda kwa ajili ya nini. Ila ningeambatana naye. Mama wawili kutokea Itua. Kwenye line tupokee simu pia kwa watu ambao wana neno la kusema. Kwa wewe ambao unafuatilia simulizi hii, kama uliikosa sehemu ya kwanza, ya pili pamoja na hii ya tatu, zote utapata kupitia mitandao ya kijamii. Napatikana kwa jina la Fidia Tinga. Sehemu ya kwanza na ya pili tayari iko pale YouTube, na hii ni sehemu ya tatu, na muendelezo pia utaendelea kupata. Kama ulikosa sehemu ya kwanza unasema, mbona hii simulizi nzuri sana, ilianzaje? Nenda YouTube, andika Fidia Tinga. Ukiandika Fidia Tinga afu kaandika Zawadi ya Ajabu, utakutana na hii simulizi ya Zawadi ya Ajabu. Ningekuwa Danieli ningemruhusu aende. Nafikiri hii nimeisoma. Mama wawili kutoka Itua. Mungu ampe ujasiri Danieli. Piga simu sasa, tupokee simu hapa 2 3. Ungekuwa wewe ndo Danieli hapo, tunamruhusu, tunamwambia nenda, ama unamkataza asiende? Ungedoubt nini wewe wakati anakuambia mimi nataka kwenda? 0744 13 95 43 0744 13 95 43. Kwenye line. Hello, unaongea na Pina kutoka Mwashoma hapa. Karibu kutokea Mwashoma. Asante. Ningekuwa mimi ningemwambia tu basi nenda, ila ukienda kwangu usirudi tena. Nenda lakini kwangu usirudi tena. Nenda ila kwangu usirudi tena. Maana nampambania mtu ambaye hajitambui sasa. Hatari sana. Haya, asante sana kutokea hapo. Kwenye line mtu mwingine. Halo. Saizi. Salama kabisa. Unaitwa nani, uko wapi? Tunaongea na Yusufu nikiwa Mapogoro Mbalali. Karibu kutokea huko Mapogoro Mbalali. Yaani ningekuwa mimi tungeambatana wote kwenda kusikia huko anaenda kusemaje huyo, kwa sababu pia anaenda huko kumbe anaenda tu kunazili. Ungeenda naye. Okay, sawa, pamoja sana. Haya, sawa. Kwenye line mtu mwingine. Halo. Karibu, unaitwa nani, uko wapi? Napatikana Naam. Napatikana ya Buchi Somchwanabi. Unaitwa nani? Mfukuza. Yaani nimpeleka huko hapo angekuta. Simu yako inakatakata na nafikiri kwa sababu ya mtandao. Haya, ukipiga simu punguza sauti ya redio tafadhali. Kwenye line. Hello. Haya, ukipunguza sauti ya redio unaweza ukarudi tena kama nafasi itakuwepo. Kwenye line. Hello. Ongea na nani, kutokea wapi? Ongeza sauti yako pia. Uyole. Karibu. Ningekuwa mimi ningeambatana naye kwenda, yani nijue shida ni nini, kwamba anaenda kufanya nini. Mpaka atake yani aende akakutane naye, yani shida nini au kipi kinachompeleka. Sawa. Haya, sawa, tutajua kwenye muendelezo. Kwenye line. Hello. Simu ya mwisho, umepewa nafasi, umeshindwa kuitumia, tumpokee mwingine kwenye line. Hello. Haya, ukipiga simu punguza sauti ya redio au kaa mbali na redio. Mwingine kwenye line. Hello. Nani kutokea wapi? Mwingine kwenye line. Hello.
Karibu, naitwa nani, uko wapi? Napiga simu kutoka Matunda, naitwa Mwalimu wa Ndoa. Karibu. Ingekuwa mimi mwanamke kama huyu, ina maana nisingemsindikiza kabisa, ningeachana naye pale pale. Ungeachana naye kabisa na hata usingehangaika kumsindikiza? Yaani wala sihangaiki, kwa sababu mtu ambaye unamhudumia alafu anamwacha mtu mwingine moyoni alafu umehangaika naye. Hapa kweli hiyo haiwezekani. Inaumiza eti Inaumiza kaka, hiyo tena inaumiza mno. Asante sana pia kutokea hapo. Asante. Haya, hiyo ilikuwa ni simu ya mwisho. Wengi wanaweza wakatafakari na wakawaza sana. Ukweli ni kwamba sidhani kama kuna mtu ambaye anaweza kumuelewa sana Asha hapa kwenye hili. Mimi mwenyewe nisingeweza kumuelewa, lakini sasa na hata mpaka hapo umuelewi. Ili utake sababu. Ushegona ile movie Sterling alikufa au hakufa. Ndio hii hapa ni kwamba nataka nijue yani kinachoendelea nini kati yao. Na kwa nini anataka aende. Kwa hiyo mimi ningeruhusu tu aende. Ungemwacha aende peke yake au ungeenda naye? Tunaenda wote. Nijue kinachoendelea nini. Kesho katika mwendelezo, kwa wale ambao wanafuatilia kupitia redio, utapata mwendelezo hapa, lakini pia wewe ambaye unasikiliza sasa hivi kupitia mitandao ya kijamii, nimekuambia fuatilia pia YouTube. Tayari iko sehemu ya kwanza, ya pili pamoja na hii ya tatu, na mwendelezo wake pia utapata. Ukiingia YouTube andika Fidia Tinga simulizi utaipata. Wakati pia itakuwa imeingia kwenye mitandao mingine ya kijamii tutaweza kukujulisha hapa, lakini kwa sasa inapatikana pale YouTube, andika Fidia Tinga sehemu ya kwanza, ya pili na hii ni ya tatu, na mwendelezo wake tutaweza kufahamu hapa. Kaa hapa, weka komenti zako hapo mtandaoni pia ukishafuatilia, lakini pia ikumbatie redio yako wewe unayefuatilia simulizi hii pia kupitia redio. Kila siku saa 10 kamili za jioni mpaka saa 1 niko hapa kuhakikisha kwamba yote hayo unayapata. Ukicheki muda wako utagundua kwamba time is over na tumechukua dakika ambazo si zetu. Tuseme tu asante wewe ambao umefuatilia mpaka kufika hapa. Tunasema simulizi hii ni nzuri na inaendelea kutufunza mengi. Cha msingi tu mapema, on time, kesho ikumbatie redio yako mapema kabisa. Fidia Tinga, mwana wa Tinga, msimuliaji wako katika simulizi hii. Ninasema kesho fungulia redio yako mapema.